Mateso yake Bwana Yesu yalikuwa ya taabu nyingi, lakini Bwana wetu Yesu aliyavumilia. Alipokuwa msalabani alifadhaika sana, akasema Eloi, Eloi, lama sabakthani, yani Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Mateso yake Bwana Yesu yalikuwa ya taabu nyingi, lakini Bwana wetu Yesu aliyavumilia. Alipokuwa msalabani alifadhaika sana, akasema Eloi, Eloi, lama sabakthani, yani Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Yani Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Baba mtakatifu, tunakushukuru, tunakupa sifa Baba mtakatifu, kwa sababu ya kupigwa kwako Yesu tumepona Masihi. Tunakutukuza Masihi kwa sababu ya uponyaji. Tunakushukuru kwa sababu ya gharama ya damu yako takatifu iliyomwagika msalabani. Tunasema ni asante Baba Mungu kwa sababu ya utisho wako na nguvu zako Baba yetu Masihi, ambazo Baba yetu ulithibitisha siku ile jemedari wa majeshi pale Calvary. Nani kama wewe Masihi Baba? Uliutoa uhai wako kwa ajili ya ondoleo la dhambi zetu. Baba tunasema ni asante. Ulijitoa uwe kipatanisho kwa ulimwengu Masihi. Wewe uliyeteswa Baba yetu, uliachana na dhambi. Ndio maana unatuahidia ya kwamba na sisi tujivike silaha na nia ile ile Kristo Yesu Baba yetu. Tukilaumiwa kwa ajili ya jina lako ni heri Masihi, maana Kristo hata wewe ulilaumiwa. Baba mtakatifu, mwaminifu na wa haki, tutakase, tuoshe kwa damu yako takatifu. Tusaidie Baba wa majeshi, tupe moyo wa utiifu, moyo wa unyenyekevu, moyo wa utulivu Yesu, tukastahimili yote Masihi, kwa utukufu wa jina lako takatifu. Tupe moyo mkuu Yesu, utusafishe tukatosi za vichwa vyetu hata nyayo za miguu yetu, roho zetu, nafsi zetu, dhamiri zetu Baba. Utuvue mavazi machafu Baba yaliyojaa madoadoa na makunyanzi Baba. Utuvike mavazi safi takatifu yasiyo na mawaa Kristo Yesu. Baba Yesu Kristo, tenda sawasawa na mapenzi yako Yesu. Mbele zetu chakula cha uzima, Roho Mtakatifu kitakase kwa damu yako takatifu. Osha ulimi wangu Kristo Yesu. Baba nisinene, kinywa changu kitakasike, nisinene ya kwangu Roho Mtakatifu, bali ukanene wewe Yesu. Ya kwangu yakafungwe, yakazuiliwe kabisa na kuondolewa. Ya kwako Yesu Kristo yakatimie tangu sasa Baba wa marehema, ya kwako tu yakatimie tangu sasa na hata milele, kwa utukufu wa jina lako takatifu. Asante Baba yetu, maana unaweza, unatosha, na ni katika jina la Yesu Kristo Masihi Baba nimeomba na kushukuru. Haleluya, amina. Tumsifu Yesu Kristo na kusalimu mpendo kwa jina la Yesu Kristo. Mateso ya Mkristo. Mungu ni mwaminifu sana, aliyeteswa kwa ajili yetu katika maisha yetu, ili basi tupate ondoleo la dhambi zetu. Ondoleo la dhambi zetu. Mungu wa majeshi aliutoa uhai wake kwa ajili ya ondoleo la dhambi zetu, akaimwaga damu yake, akahesabu gharama. Alikuja akiwa amechora plani ya kwamba amekuja katika mpango mzima wa kumwokoa mwanadamu. Alihesabu gharama, akachora ramani ya wokovu jinsi itakavyokuwa. Aliketi chini akapanga, ndio akaamua kuvaa mwili, kushuka, kufundisha watu, kukua, kufundisha familia, kufundisha ndoa, kufundisha wanafunzi, kufundisha watoto, kufundisha watu wazima, kunyosha hekalu. Mwisho akapata mateso, akauawa, akapaa juu mbinguni, akafa, akafufuka tena, akapaa juu mbinguni tena, atakuja tena kuhukumu walio hai na waliokufa. Haleluya! Hilo ndilo tumaini, hiyo ndiyo imani ya kweli kabisa, kwamba Yesu alienda atakuja tena kuhukumu walio hai
na wafu. Haleluya. Basi mateso ya Mkristo. Kwa nini mateso ya Mkristo? Watu wengi wanasemaga ya kwamba kwa Yesu kuna raha. Watu wanaosemaga ya kwamba kwa Yesu kuna raha, ndo watu hawa ambao wamechukulia Ukristo kama jina la kutukanwa. Wamesababisha Ukristo unatukanwa, Ukristo unadharauliwa. Watu ambao wamechukulia kwamba wokovu ni kama vazi la kuvaa na kuvua kulingana na mahali ambako umeenda. Unajua wakati mwingine mwanafunzi anapokuwa yuko shuleni anavaa sare, akirudi nyumbani anavua sare. Akienda kuogelea anavaa nguo za kuogelea, akienda kulala anavaa nguo za kulalia. Kubadilika. Wokovu sio namna hivyo kwa jina la Yesu Kristo. Huo sio wokovu. For God's sake, for Christ's sake. Huo sio wokovu kwa jina la Yesu Kristo. Na wokovu wa kuvua kubadilika na hali na mazingira, basi sio wokovu kabisa. Lazima tuhesabu gharama kwa jina la Yesu Kristo. Tukiyabeba rahisi, tutakosa kuthamini ile gharama ambayo Bwana wetu Yesu Kristo aliitoa kwa upendo, akatuthamini sana. Maandiko yanasema ya kwamba alitupenda upeo. Ni upendo gani ambao unazidi huu ambao mtu ameutoa uhai wake kwa ajili yangu mimi niliyestahili kufa, niliyestahili kuteswa, niliyestahili kufungwa, niliyestahili kuondoshwa kabisa, lakini mtu akaja akajitoa akawekelea chini maisha yake kwa ajili yangu ili mimi nisipitie yale mateso. Na kwa kupigwa kwake tumepona, tuliponywa. Kwa kupigwa kwake tuliponywa. Ile siku aliposema imekwisha pale Calvary. Haleluya. Ndio maana sisi tulio hai tunapokuwa wadhaifu tunahitaji kutap katika ule uponyaji, kujiungamanisha na ule uponyaji, kuitia ile damu ya Yesu, maana kupitia ile mateso basi tuliponywa kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Huyo ni mtu aliyekuwa hana hatia kabisa. Damu ya thamani, damu ya bei ambayo ilikuwa haina hatia kabisa. Tofauti tena na dhambi zetu ambazo sisi tulihitaji. Damu yetu isingeweza kutuokoa. Wanyama wasingeweza kutusaidia kutuokoa. Maana tulihitaji kumbukumbu la kila siku la dhambi. Tulikuwa na kumbukumbu la kila siku la dhambi. Kwa hiyo tulihitaji damu kila siku kutoa wanyama kwa ajili ya kufunika dhambi. Ile damu ilikuwa inafunika dhambi, lakini mtu mmoja, mwana kondoo aliyechinjwa, Yesu Kristo, Pasaka wetu, akaja akajitoa mara moja tu. Sasa basi aliyeteswa ameachana na dhambi kwa jina la Yesu Kristo. Basi ndiyo mada yetu kwa jina la Yesu Kristo. Waraka wa kwanza wa Petro, waraka wa kwanza wa Petero wa kwanza, Petero wa kwanza 4 kwa jina la Yesu Kristo nitasoma upesi. Basi kwa kuwa Kristo aliteswa katika mwili wake, ninyi nanyi jivikeni silaha ya nia ile ile. Kwa maana yeye aliyeteswa katika mwili ameachana na dhambi. Haleluya. Basi kwa kuwa Kristo aliteswa katika mwili wake, ninyi nanyi jivikeni silaha ya nia ile ile. Kwa maana yeye aliyeteswa katika mwili ameachana na dhambi. Haleluya. Nataka kukuonyesha kitu, mwana wa Mungu wa majeshi. Kwa Yesu kuna raha. Lakini raha hii si ile ambayo inatangazwa na watu ovyo ya kwamba kwa Yesu kuna raha. Kwa Yesu kuna raha baada ya kushinda. Kwa Yesu kuna amani ya ndani kwa ndani. Watu waliozama kwa Mungu ndo wanajua ya kwamba kwa Yesu kuna raha ya kweli. Lije nini? Anajua Yesu ndo mlinzi. Anajua Yesu ndo mtetezi. Lazima ujiachilie kwa Yesu, ndo utajua raha iliyoko kwa Yesu.
Usione mtu anateseka, amefika viwango vya ajabu, anateseka sana, lakini amemshikilia Kristo. Amekwisha kugundua raha ambayo yeye Ibilisi aliikosa kule juu. Ndio maana Ibilisi anafoka akiinua yale mateso. Kwa Mkristo wa kweli aliyokoka kikweli kweli, wacha Wakristo wanaoenda wakitangaza kwamba kwa Yesu kuna raha. Jamani, njoni kwa Yesu. Kwa Yesu kuna raha. Utapata nyumba, atakubadilishia maisha. Wacha ulevi, njoo kwa Yesu. Kwenda kwa Yesu si kuacha ulevi. Kuna wengi wameitwa vile wakaacha ulevi. Akaacha ulevi, akaacha kunywa pombe, akaacha kuvuta sigara, lakini bado hajaokoka, bado hajafikia wokovu wa kweli. Maana wokovu wa kweli ni kubadilishwa, kutakaswa, utu wa ndani, kuuvua na kuvaa utu mpya, kufanyika ndani upya. Lazima ufanyike ndani upya, alafu mabadiliko hayo yadhihirike mpaka nje kwa jina la Yesu Kristo. Ameuvua utu wa kale akauvaa utu mpya katika Kristo Yesu. Amekufa na Yesu, akafufuka na Yesu. Kupitia mateso ya Kristo, damu ya Yesu ikamuosha, ya kale yakapita. Sasa tazama, yamekwisha kuwa mapya. Haleluya! Yamekuwa mapya si kwa jina. Wengi wanapenda kushuhudia kabisa. Kila anaposimama, kila mtu, iwe katika dini, iwe wapi, mimi naitwa ndugu Steve, nimeokoka, nampenda Yesu, Bwana ni mwokozi wa maisha yangu. Lakini je, ameokoka? Unapoangalia maana ya wokovu na vile ambavyo anaishi, haireflect katika wokovu. Hata Mungu shetani anapoangalia nasema fulani, hata dhamiri yake inamshuhudia ndani, dada, unachosema unamaanisha? Hata shetani akimwangalia anacheka, anasema umeokoka. Hata kuzimu inamshangaa, mapepo yanamshangaa, huyu mtu anakiri nini? Hata yeye mwenyewe dhamiri yake inamwambia hapo unadanganya dada, unadanganya hapo ndugu, yale maisha. Maana dhamiri zetu ndio mhukumu wa kwanza. Wajua mpendwa, hatuwezi kudanganyana na hatuwezi tukamdanganya Mungu. Unajijua vizuri ndani yako, mimi najijua vizuri ndani yangu. Unaweza ukanidanganya, ninaweza nikakudanganya, lakini dhamiri yangu mwenyewe inanijua. Hata wewe unajijua na Mungu naye anakujua. Kila mtu anajijua vile alivyo ndani mwake. Je, haleluya, tunayoshuhudia ni ya kweli mbele za watu? Haleluya, tunachokihubiri ni cha kweli mbele za watu, ya kwamba tumeokoka, tunampenda Yesu, amefanyika kuwa Bwana na Mwokozi katika maisha yetu. Haitustahili ya kwamba mateso yakitokea kidogo, ili kutudhibitisha imani, mwisho tuna paralyze, tunauacha wokovu, tunamsaliti Yesu, tunajichanganya na dunia kidogo. Tena mambo yakianza kuwa magumu tena, tunajivuta tena kwa Yesu. Tena tukianza kuona mambo yanakuwa mazuri kiasi, tena tunarudi kwa Yesu. Ama wakati wa taabu tunamwacha Yesu, tunatafuta plan B. Lakini wakati ambao sasa tuko katika raha, sasa ndo tunaenda kumwabudu Yesu. Ama wakati ambao vice versa, wengine wanafanya vice versa, akiwa na taabu ndo wanamkumbuka Mungu. Haleluya. Na wengine akiwa kwenye taabu anaenda kutafuta plan B, akifanikiwa sasa ndo wanakuja kudanganya wapendwa, mimi nimeokoka, Yesu ni Bwana. Hata wazee wa kanisa wanashuhudia, na wamama wa kanisa, kila mahali anapoenda, Bwana Yesu asifiwe, nimeokoka, nampenda Yesu, huko amefunga hirizi.
huko ana mpango wa kando ameweka huku kazi yake ni kwenda vichochoro, simu zimejaa message za uzinzi na uchafu. Huku ameweka mambo mengi, siri nyingi, simu zake zimejaa mapassword kwa sababu anajua na chati uchafu. Tumsifu Yesu Kristo. Anasema uchafu, ana matani na mizaa ya kiuchafu, akiongea, akitembea, kazi yake ni kutazama tu watu kwenye. Yani nashangaa na kizazi hiki. Utapataje ujasiri mwanamke, mke wa mtu, unapataje ujasiri kuanza kutembea? Kila mtu unamkonyezea macho, kila mtu ukifika kwa kila mtu unageuza sasa macho. Yani kila mtu una ujasiri wa kumtazama machoni, una ujasiri wa kutaniana na kila mtu na kufanya mizaa na kila mtu. Wewe mwana wa Yesu, wokovu gani? Tumsifu Yesu Kristo. Haleluya. Basi mateso ya Mkristo, wana wa Mungu wa majeshi, wokovu wa kweli, hakika wokovu wa kweli, utakapodumu katika wokovu wa kweli, unapokaa katika Yesu na kutulia katika Kristo, ulimwengu hautakuelewa. Utaonekana kichaa, utaonekana mjinga, mpumbavu wa mwisho, utaonekana huna maana katika dunia hii, utaonekana kila unachokifanya wewe ni outdated kabisa. Na watakaokiri ya kwamba wameokoka, Yesu ni Bwana, lakini wanajichanganya na dunia, kile ambacho dini inafanya anahisi akifanya, ajichanganya hivyo hivyo. Mitindo inapotoka ng'ambo, sasa ni kupamba makanisa na zile taa za night club, na wao pia kanisani kwao zinapambwa hizo taa. Kila kitu chochote kitakachoinuka ni densi mpya zimeinuka, sijui ni nini, ni kwaya, mitindo migeni, sijui nyimbo, sijui ziwekwe, zipigwe, watoto wacheze, badala ya hiyo time watu wangehubiri Injili. Lakini utakuta na pia wanaiga mitindo mingi ambayo inamalizia Injili na nafasi. Unakuta sasa watu wanajichanganya, mwisho wanaanza kucheza na step zingine, mazungumzo, maneno, matamshi. Wokovu wa kweli lazima ukulimit unachokitamka, lazima ukulimit maneno unayosema, na lazima dhamiri yako baada ya kusema ikushuhudia kwamba hapa nimekosa, ninatubu. Unamtafuta yule mtu, unaomba msamaha, sio ujinga. Haleluya. Huo ndio wokovu wa kweli, kuvunjika na kunyenyekea mbele za Mungu na mbele za wanadamu pia. Maana maandiko yanasema tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote na huo utakatifu ambao hakuna atakayemwona Mungu asipokuwa nao. Haleluya. Lakini sisi tuko huru kuongea tunavyoongea, tutakavyopenda. Huwezi hata ukaomba mume wako msamaha, huwezi omba mke wako msamaha, maana unahisi ya kwamba ni mtu mkubwa, unahisi ya kwamba yule hajaokoka, unahisi ya kwamba yule hafai, hakufi hata kama hajamjua Mungu. Kwa hiyo wewe ndio unataka uwe juu, wakati uliambiwa mwanamke kazi yake ni kutii, mume kazi yake ni kupenda, mke kazi yake ni kutii na kunyenyekea, lakini unataka ndio uwe juu kwa sababu umeokoka, yeye hajaokoka. Sasa unataka ukontroli kila kitu. Huo sio wokovu. Tumsifu Yesu Kristo. Hakuna mahali ambapo maandiko yanatuambia kwamba enyi wake watiini waume zenu, wasio katika Bwana msiwatii. Wapi ambapo maandiko yanatuambia? Isitoshe maandiko yanatuambia kwamba tuwe nuru ya ulimwengu. Aliyeokoka, yule asiyeokoka akikubali kuishi na yule aliyeokoka, asiyeokoka atatakaswa kupitia huyu ambaye ameokoka. Kumaanisha nini? Matendo yetu yawe nuru, yaangaze kwa huyu mume asiyeokoka, ili avutwe sasa
na mienendo yetu, lakini tunataka kuwa juu. Sikio linataka lizidi kichwa. Haleluya. Mpendwa, hiyo ni injili ya shetani, hiyo ni injili ya kuzimu, kwa sababu shetani, hizo ni tabia za kiburi. Tangu mwanzo Mungu alimuumba Adamu kwanza. Alipomuumba Adamu kwanza, hivyo ndivyo ndoa ilivyo. Hatuwezi tukabadilisha. Basi ikiwa tutabadilisha mke awe juu ya mume, tutakuwa tunamaanisha kwamba kanisa liko juu ya Kristo. Kristo hana usemi juu ya kanisa. Tuinue kanisa liwe juu, Kristo aje chini. Haitawahi fanyika siku moja, kwa sababu upendo kati ya mume na mke una reflect ya kwamba, enyi waume watiini wake zenu kama Kristo alivyolipenda kanisa. Vile ambavyo familia inaishi ndivyo ambavyo Kristo anaishi na kanisa. Mke ni mfano wa kanisa na mume ni mfano wa Kristo. Haleluya. Basi wacha tu review njia zetu, wana wa Mungu wa majeshi. Tumreflect huyu Yesu, tumuhubiri huyu Yesu kama vile inavyohitajika kwa jina la Yesu Kristo. Sasa watu wengi wanasema ya kwamba anaweza akanibadilisha, anaweza akanibadilisha. Mtu ambaye amesimama ana ushawishi mkubwa. Yesu anaweza akamsikia mama sana. Maombi ya mama husimamisha nyumba kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Hakuna mahali popote ambapo iliandikwa ya kwamba mama akiwa ameokoka sasa atamalaki mume, atawale mume kivyovyote vile. Hawezi niambia kitu huyo hajaokoka. Mwisho hiyo imetendeka katika waimbaji. Mwanamke asiposhuka na kunyenyekea chini ya mume wake, kama vile ambavyo kanisa linanyenyekea Kristo na kumtetemekea Kristo, basi ikiwa kanisa huanzia nyumbani, basi hakuna kanisa na hakuna wokovu. Hata kama tutatumika viwango gani, ni maandiko matakatifu. Haleluya. Hakuna vile ambavyo sikio litazidi kichwa hata siku moja. Na lengo la shetani lilikuwa ni kuleta haki sawa. Sikuwa nazungumzia hilo. Lakini wana wa Mungu wa majeshi, mara nyingi tunabadilisha wokovu vile ambavyo ulistahili kuwa. Tunabadilisha wokovu. Tusichafue jina la Kristo, tusichafue jina la wokovu, tusichafue msingi. Tumsifu Yesu Kristo ambao Mungu alituachia. Ikiwa siku zote kanisa huanzia nyumbani, je, huyu mume ataokokaje? Au huyu mke ataokokaje ikiwa tusiposimama sisi, mume ambaye yuko kwa Yesu asiposimama na kuwa nuru, kuangaza? Mke aliokoka asiposimama na kuwa nuru na kuangaza, je, huyu mwingine atavutwaje? Na kanisa litaanziaje nyumbani? Haleluya. Basi kwa kuwa Kristo aliteswa katika mwili wake, ninyi nanyi jivikeni silaha ya nia ile ile, kwa maana yeye aliyeteswa katika mwili ameachana na dhambi. Sasa tunaogopaga kunyenyekea chini ya maandiko ya Mungu kwa sababu tunaogopa mateso. Lakini maandiko yanasema ya kwamba ikiwa yeye aliyeokoka anakubali kuishi na hajaokoka, yule ambaye hajaokoka anaweza kuwa jaribu lako. Umepewa hilo liwe kama jaribu lako ili uzidi kumuomba Mungu. Maana Mungu akikuacha bila jaribu, mpendo wa Mungu aliye hai, Mungu akikuacha bila jaribu, utarelax, utajua wokovu ni rahisi, ambavyo sivyo kabisa. Kwa hiyo hakuna kitu ambacho kimetendeka by mistake katika maisha yako. Tumsifu Yesu Kristo. Na katika maisha yangu Mungu anakusudi
ya hiyo changamoto, ya hilo teso unalopitia. Mungu ameniruhusu ili ajitukuze, ili usimame kwa jina la Yesu Kristo. Na ikiwa basi Yesu aliteswa katika mwili wake, tujivike silaha na nia ile ile, tukijua ya kwamba yeye aliyeteswa katika mwili ameachana na dhambi. Kumaanisha ya kwamba alivyowaambia wanafunzi wake katika 16 Yohana ya kwamba ikiwa walinikataa mimi, na nyinyi watawakataa. Ikiwa walilikataa neno langu, na nyinyi lenu watalikataa. Ikiwa walinidhihaki mimi, na nyinyi watawadhihaki. Maana mtumwa, sisi watumwa, si wakuu kuliko bwana zao. Ikiwa Bwana wetu Yesu Kristo aliye mkuu aliteswa katika njia ya haki, na mitume nao kufuata njia hiyo hiyo wakateswa, na manabii nao kufuata njia hiyo hiyo wakateswa. Je, sisi ni nani wa kutangaza kwamba kwa Yesu kuna raha, kwa sababu tunataka tuishi katika dini tunavyopenda, tujichanganye tunavyopenda, na kudanganya watu wa nje ya kwamba njoo kwa Yesu, matatizo yote yataisha, kwa Yesu kuna raha. Mwisho mtu asipoambiwa ukweli, akija kwa Yesu akianza kupatana na changamoto, kwa kuwa ulimdanganya kwa Yesu kuna raha tupu, pasipo kumwambia kanuni za uzima, tubu dhambi, maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Yesu ndo anaweza kukupumzisha mizigo. Mwisho ukaiona raha ya milele, na raha utaanza kuiona hapa duniani ukiwa umezama kwa Yesu. Sasa sisi tunawatangazia miujiza na utajiri na mali. Atakubadilishia maisha, atakufanya kuwa tajiri. Kwa Yesu kuna raha. Raha gani? Tumsifu Yesu Kristo. Maandiko yako wazi kabisa kwamba hakuna amani kwa waovu kabisa, asema Bwana wa majeshi. Ni andiko katika Isaya. Yeremia pia anaandika hapana amani kabisa. Maandiko yanasema waambieni wenye haki mtakuwa heri, ole wa wenye dhambi. Ikiwa kwa Yesu kuna raha, basi ni kwa yeye aliyetubu dhambi na kutengeneza maisha yake. Maana hajapoteseka ni kwa kitambo tu, anayo raha ya milele mbele zake kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Basi tunaambiwa na maandiko matakatifu ya kwamba kwa kuwa Kristo aliteswa katika mwili wake, sisi nasi tujivike silaha na nia ile ile, tukijua kwamba na sisi tutateswa. Maana tumejengwa kwa msingi wa mitume na manabii, na Yesu mwenyewe akiwa jiwe kuu la pembeni. Sasa hakuna msingi mwingine tutakao usimamisha ya kusema ya kwamba tutaishi maisha ya raha mfululizo hapa duniani. Never. Huo sio wokovu. Tumsifu Yesu Kristo. 21:17 Luka, nanyi mtakuwa watu wa kuchukiwa na mataifa yote kwa ajili ya jina langu. Wanafunzi wakapita katika miji yote wakiwaimarisha watu wa Kristo waliokuwa wameupokea wokovu na kuambia kwamba imetupasa kuingia katika ufalme wa mbinguni kupitia njia ya dhiki nyingi. Kwa njia ya dhiki nyingi, dhiki ni kwa ajili ya mtakatifu, dhiki ni kwa ajili ya mteule. Tumsifu Yesu Kristo. Angalia Yohana 15 mstari wa 16. Iwapo ulimwengu ukiwachukia, mwajua ya kuwa umenichukia mimi kabla ya kuwachukia ninyi. Kama mngekuwa wa ulimwengu, ulimwengu ungewapenda walio wake. Lakini kwa kuwa ninyi ni wa ulimwengu, bali mimi naliwachagua ninyi katika ulimwengu, kwa sababu hiyo ulimwengu huwachukia. Haleluya. Likumbukeni neno nililowaambia, mtumwa si mkubwa kuliko bwana wake. Ikiwa waliniudhi mimi, watawaudhi ninyi.
Ikiwa walilishika neno langu, watalishika na lenu. Haleluya. Tumsifu Yesu Kristo. Kumbukeni lile neno alilotuambia. Haya ni maneno ya Bwana Yesu Kristo mwenyewe. Sasa basi, kwa Yesu, kwa Yesu, kwa Yesu kuna raha, maisha yako yatabadilika. Tumsifu Yesu Kristo. Wacha kutembea, Yesu atakuondolea umaskini wako. Tumsifu Yesu Kristo. Mwisho, pokea Yesu. Wanaotaka kuokoka wengi wanakuja mbele, wanamkiri Yesu, anajua ya kwamba Yesu anaenda kuniondolea umaskini wangu. Anafika kwa Yesu kwa sababu anamkubali Yesu, akisikia kwamba Yesu anapeana mashamba, Yesu anapeana sijui mali, Yesu anapeana wachumba na wake, mbele yeye pia anaenda kupokea. Akikakaa pale anaona hapati shamba, hapati mtoto, hapati mke, hapati wachumba, mwisho ndo huyo anasepa, anaachana na wokovu. Tumsifu Yesu Kristo. Hii ni nini? Huu ni msingi usio kabisa. Isitosha unachofanya, unamfanya huu moyo uwe mgumu, ufanywe dhabiti kwa dhambi. Huyu mtu asaidiki, huyu mtu ndo anaharibiwa kabisa. Mwisho atajaribisha huku, akose huku, atafute miujiza huku, injili bado ni hiyo hiyo, atafute huku kwingine, akute bado ni hiyo hiyo. Mwisho atasema nimejaribu makanisa yote, hakuna kitu, hakuna mhubiri anayehubiri injili ya kweli. Na atakaa aseme sisi tumekuwa huko, tumejaribu makanisa yote, tumeshindwa, utaniambia nini? Tumsifu Yesu Kristo. Lakini Mungu si wa miujiza. Mungu hadili na mwili wako, hana haja na mwili kwanza. Toeni vya ndani kwanza. Mungu ana haja na roho yako, iokoke na kile kipigo cha Mungu ile siku, upate uhakikisho ya kwamba hutaingia kuzimu, hutaingia jehanamu ya moto. Mungu hilo ndilo lilimfanya akashuka, akajipunguza utukufu, akashuka akavaa mwili kuja kwa ajili ya mwanadamu. Hilo tu, asingeshuka kugawa mashamba. Na ndio shetani alichomwambia akimjaribu pale, ya kwamba akamwonyesha milki na fahari zote za ulimwengu, akamwambia hivi vyote nimepewa, ni mali yangu, nami namkabidhi yeyote ambaye moyo wangu unataka, napeana kama ninavyopenda mimi. Kwa hiyo kinisujudia tu ninakupa. Na ndio maana wanaokwenda na injili hizi za mafanikio, njoo kwa Yesu kuna raha, pokea wachumba, pokea mali, pokea tingatinga, pokea shamba, pokea wachumba, pokea visa, kwenda Ulaya, sijui fanya nini, pokea mafuta, pokea sijui upako, hivi pokea. Wengi wanaokwenda na injili hizi walikwisha sujudia yule aliyemjaribu Yesu, na wamekwisha wekeza ufalme wao hapa. Haleluya. Ndio maana unaona sasa wanahubiri injili nyingine tofauti na Yesu aliyohubiri. Ingekuwa Yesu anapendezwa na hilo, basi angetuambia pale pale. Angalia wanafunzi walivyofanya nini? Wanafunzi walivyoenda, akawatuma wawili, akawapa mamlaka ya kutoa amri juu ya mapepo, magonjwa, kupoza magonjwa na kutoa kila aina ya udhaifu. Akawapa amri na mamlaka na uwezo. Wakaenda wakapiga injili, wakaponya wagonjwa, wakafanya miujiza, wakafanya uwezo mwingi. Waliporudi kwa Yesu wakiwa wamefurahi, wanashangilia, hata pepo wanatutii. Hata vilema wanatembea. Tumeona uwezo mkubwa. Ina maana hata ufalme wa mapepo unatutii. Yesu aliwaambia hayo sio ya kufurahia, msifurahie hayo.
bali furahini kwa kuwa majina yenu yameandikwa mbinguni. Kumaanisha nini? Yesu ana haja na ndani kwanza, abadilishe moyo kwanza. Sasa unayemwacha Yesu kwa sababu umekosa kupona, unayemwacha Yesu kwa sababu uponyaji wako umekawia, unayemwacha Yesu kwa sababu lilokuwa unaliomba halijafika, hujalipata bado, sasa ni miaka. Mpendo wa Mungu wa majeshi, ulichokisikia sicho, ulichoambiwa sicho, msingi wako sio, unahitaji kuokoka tena. Ujapokuwa wewe unaenda ukishuhudia kwamba nimeokoka, hata mimi nampenda Yesu, ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, bado hujaokoka. Maana wokovu ni kuhesabu gharama, na mwisho ni kuhakikisha ya kwamba utakapotoka katika hii dunia hutahukumiwa kwa jina la Yesu Kristo. Wapendwa, hilo ndilo Yesu main point alikuja kufanya, na Yesu amehubiri kuhusu kuikwepa jehanamu hii na kutubu dhambi mara nyingi sana katika maandiko matakatifu. Haleluya! Yesu ametoa mifano mingi sana. Sasa wazungu leo hii hawapende kusikia hii injili ya kwamba kuna moto, kuna kuzimu. Unapohubiri, wazungu wanasema hubiri injili, Mungu ni wa upendo, hubiri upendo wa Mungu. Huyu Yesu ambaye ni wa upendo, ni upendo gani ambao unazidi Yesu kutoa uhai wake ili amwepushe mwanadamu na jehanamu ya moto? Ni upendo gani ambao unazidi mtu kuteseka kwa ajili ya rafiki yake? Ni upendo gani huu? Kwa nini Yesu alikuwa anaonya dhambi? Kwa nini Yesu alikuwa anaonya kuhusu hukumu itakayokuja? Ina maana hakuwa na upendo kwa mwanadamu? Na wengi wanaohubiri ya kwamba Yesu ni upendo, ambia watu kuhusu upendo wa Yesu. Yesu anawapenda wenye dhambi, njoo vile mulivyo. Anawapenda wenye dhambi, anawapenda kwa sababu bado wako hai, amewamiminia neema watubu. Aliwapenda upeo, ndio maana akautoa uhai wake kufa katika hali hiyo ya michanganyo. Mwana wa Mungu wa majeshi, ndo tutajua ya kwamba Mungu ana upendo mwanadamu anapokuwa hai, ana huruma mwanadamu anapokuwa hai. Tusichukulie upendo wa Mungu kuwa kana kwamba tutaweza kugeuza maandiko matakatifu na tuishi tunavyopenda. Wana wa Mungu, hatari inakuja mbele. Hatari inakuja mbele, siku ya watu kulaani matumbo ya mama zao. Ni tofauti na vile ambavyo watu wanahubiri injili hii. Ni tofauti na vile ambavyo watu nasikia mitaani, Yesu anakuja, Yesu anakuja. Ni siku ya giza nene. Ni siku ambayo hakuna mwanadamu anayeweza kusimama na kutubu. Hakuna mwanadamu anayeweza kustahimili. Siku ambayo mbingu na nchi zitakimbia mbele za uso wake na mahali pake hapataonekana tena. Ni siku ambayo matajiri na majemedari, maandiko yanasema ya kwamba wataikimbilia miamba iwafunike, iwafiche, iwasitiri, maana walikuwa kwazo kwa watu wa Mungu kumuona Mungu. Ni siku ambayo vyote vitaunguzwa na kuteketea, hukumu inaanza. Ni siku ya kutisha ambayo jua litatiwa giza, mwezi na nyota vitaanguka, vitaangaza tena. Ni siku ambayo tetemeko ambalo halijawahi onekana katika uso wa dunia litatetemesha dunia. The great shaking day. Ni siku ambayo mtetemeko, dunia itatikisika vile ambavyo haijawahi tikisika. Haleluya, wana wa Mungu wa majeshi. Ni siku ya kutisha. Hayo yote mwanadamu Yesu hakutaka tuyapitie, na ndiyo maana Yesu akatuambia kwamba tustahimili, ijapokuwa tunateseka kidogo, tutateswa kidogo, lakini alifupisha mateso hayo kwa ajili ya wateule. Asingeyafupisha, asingeweza hata mwanadamu yeyote. Leo hii hatutaki kuishi maisha ya mateso, kuvumilia katika Kristo. Tunaona kwamba sio wokovu.
Wokovu wa kweli huwezi teseka hivi miaka yote. Wokovu wa kweli hapana, kwani Yesu alikufa tuteseke? Mbona mitume waliteseka? Soma Waebrania. Maandiko yanasema walilala kwenye mapango, walikosa, walikesha. Leo hii kulala tu siku moja, njaa, hakujapatikana na chakula, njaa tu, chakula kimepungua tu, unapeleka mume wako mbio, unampeleka mke wako mbio, unataka kuachana na ndoa kwa sababu unatamani kwa kina fulani. Tumsifu Yesu Kristo. Huo sio wokovu. Leo hii tunataka maisha ya raha mustarehe. Kwenda kanisani lazima na pikipiki, wakati watu walikuwa wanatembea maili. Tumsifu Yesu Kristo. Uko wapi upendo wa Mungu? Mili hii, nguvu na pumzi Yesu ametupa, tumetoa nini kudhibitisha kwamba tunamshukuru Mungu? Ikiwa kilomita 2 tu hatuwezi kanyaga tukaenda kanisani, sina fea, mvua inanyesha. Lakini mvua ikinyesha, siku ya biashara, lazima nitahakikisha nimeenda sokoni Kongowea nilete vitu, nihakikishe nimeenda Gikomba nilete vitu, nihakikishe biashara zangu zinaendelea. Lakini kanisani mvua imenizuia. Tumsifu Yesu Kristo. Nani anadanganya nani? Unafikiri ni hasara kwa Yesu? Si hasara kwa Yesu, ni hasara kwa nafsi yako mwanadamu. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu hana hasara. Haleluya. Baba mtakatifu, mwaminifu na wa haki, jina lako libarikiwe, jina lako lipewe sifa. Asante Roho Mtakatifu kwa kuwa unaweza, unatosha. Jina lako libarikiwe, limidiwe Yesu, pokea sifa na utukufu maana unaweza. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya neno lako Kristo Yesu. Jitwalie utukufu Mungu mwenye mamlaka. Asante Roho Mtakatifu kwa maana unaweza, unatosha. Shuka Roho Mtakatifu, takasa watu wako, watamie Yesu, wamulike Baba wa uzima Yesu, watakase kwa damu yako takatifu ya thamani. Baba, uwafiche sawasawa na mapenzi yako, uwasamehe Kristo Yesu, waoshe Baba, tuimarishe katika safari hii ya imani. Kristo, tupe nguvu na moyo mkuu wa kukupenda, kukuthamini na kukuheshimu sawasawa na mapenzi yako Yesu. Inuliwa, upewe sifa maana unatosha. Katika jina la Yesu Kristo Masihi nimeomba na kushukuru. Amina. Haleluya.